Habari za asubuhi mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu ni mzima wa afya kabisa popote pale ambapo unaendelea kusikiliza matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa leo ni Alhamisi tarehe 18 Septemba mwaka 2025. Tunakukaribisha kwenye taarifa yetu ya habari ya mapema, ambapo tutakuletea kwa ufupi muhtasari wa matukio makuu yaliyojiri nchini na hususan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika ukurasa wa siasa, macho yetu yameelekezwa bungeni kufuatia mvutano unaoendelea kati ya wabunge na viongozi wa baadhi ya taasisi za serikali. Pia tutakujuza hali ya usalama inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla kuchochote tunakusihi kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Na kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, basi acha tuendelee kutoa shukrani zetu za dhati kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Na sisi nia na mazumuni yetu ya kila siku na kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi usisite kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp ambazo ziko hapo kwenye picha, na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info ukiwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine cha kufanya, unaweza kubonyeza kwenye title na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description, ambapo utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza ukibonyeza itakupeleka kujiunga na channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili ukibonyeza aiza kuklike itakupeleka moja kwa moja wewe kujumuika nasi kwenye grupu letu la WhatsApp. Basi mimi langu jina ni Iteloje Lulonga, na kukaribisha kwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa taarifa zetu za asubuhi ya leo ya Alhamisi tarehe 18 mwezi wa kenda mwaka 2025. Na ni Kivu News Info, kisima chako pekee cha habari na burudani kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakupeleka moja kwa moja mkoa wa Kivu Kusini, wilaya ya Shabunda, ambako hali ya usalama inaendelea kuwa tete tangu Jumanne tarehe 16 Septemba. Ripoti kutoka huko zinasema makundi mawili ya wapiganaji wa wazalendo wanaojulikana kama wasaidizi wa jeshi wamepigana kwa kurushiana risasi katika kijiji cha Lusegi ndani ya eneo ya Wakabangu wa kwanza. Kwa mujibu wa mashuhuda, chanzo cha vurugu kilianza pale kundi la watu wenye silaha wakiongozwa na mtu aliyejiita Generali Mbea waliotoka kijiji cha Mataku walipovamia soko la Lusengi. Wakati huo walijaribu kumpora mfanyabiashara mmoja na baadaye wakamshambulia kiongozi wa kijiji hicho. Inasemekana kwa kiongozi huyo alipigwa vibaya na kujereuliwa kisha kakimbizwa hospitalini. Habari hizo zilizosambaa, wakazi wengi walikusanyika kuuliza ni kwa nini kiongozi wao alikuwa ameshambuliwa, lakini wapiganaji walipokuwepo Lusegi walifyatua risasi nyingi wani ili kuwatawanya wananchi. Tukio hilo liliwafikia haraka wapiganaji wenzao walioko Kalole, ambao walishuka hadi Lusengi wakitaka kujua sababu ya mashambulizi hayo. Kufika kwa kulitafsiriwa kama changamoto, na hapo ndipo mapigano ya risasi kati ya makundi hayo mawili yalizuka. Wakati wa mapigano yanaendelea, wakazi wengi walazimika kukimbilia maeneo jirani ambayo wanaona ni salama zaidi. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kutoka kwa serikali au vyombo vya usalama kuhusu idadi ya vifo au majeruhi. Hata hivyo, vyanzo vya kiraia vinatoa wito wa mamlaka kuchukua hatua za haraka ili kurejesha hali ya utulivu na kuhakikisha wananchi wanarudi katika makazi yao bila hofu. Watu 35,000 waliohama makazi yao au waliorejea karibuni wamepokea msaada wa kibinadamu kutoka kwa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR katika kijiji cha Nyabibwe kilichopo mbali wa zaidi ya kilomita 100 kutoka mji wa Bukavu. Msaada huu unakuja katika kipindi cha baada ya mapigano makali kati ya jeshi la taifa la FARDC na waasi wa M23 yaliyosababisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Kalehe tangu mwanzo wa mwaka huu.
Familia nyingi zilikimbia maeneo salama kama Nyabibwe, huku zingine zikisambaa katika vijiji vya jirani. Katika wiki za karibuni, baadhi ya wakimbizi wameanza kurudi makwao, lakini walipofika wanakutana na changamoto kubwa: nyumba zilizobomolewa, mashamba yaliyotekelezwa na miundombinu ya kijamii ikiwa imeharibiwa. Vituo vingi vya afya vimeripotiwa kuporwa au kuharibiwa kabisa, jambo linaloongeza ukali wa hali ya binadamu. Kwa mujibu wa tathmini ya CSR, jumuiya kaya ya 580 sawa na watu wapatao 35,000 tayari wamesajiliwa na kupokea msaada. Kila familia imepatiwa unga wa nafaka, maharage, chumvi, mafuta ya kupikia pamoja na vifaa vya kustiri kama mabati ya plastiki na vyombo vya kupikia. Hata hivyo, mashirika ya misaada yanasema changamoto bado ni kubwa. Upatikanaji wa maji safi ya kunywa ni mdogo, huduma za afya hazifanyi kazi ipaswavyo, na familia nyingi bado hazina njia ya kujipatia kipato baada ya kurudi makwao. Wilaya ya Walikale inaendelea kuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi na vurugo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku upatikanaji wa misaada unakabiliwa na ugumu kutokana na hali ya usalama isiyo ya utulivu. Taarifa nyingine ya kibinadamu inatufikia kutoka mkoa wa Kivu Kaskazini, wilaya ya Masisi, hususan katika kijiji cha Kihira, eneo la Kamatembe, ndani ya sheferi ya Bashali. Kwa mujibu waliokimbia makazi yao na kuzungumza na waandishi, wakimbizi wa ndani waliohusika eneo hilo hivi karibuni wanapitia hali ngumu sana ya kibinadamu. Wanasema tangu walipowasili hawajapata msaada wote wa maisha yao, yamegeuka kuwa tabu kubwa. Hawa ni wakazi waliolazimika kuondoka makwao kufuatia mapigano makali yaliyotokea Kasanyera kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Wazalendo. Majuma mawili yaliyopita, idadi kamili ya wakimbizi waliokusanyika Kahira haijulikani kwa sasa. Mmoja wa viongozi hao, Abinimana Nesifore, amesema familia nyingi hazina chakula, dawa wala makazi ya muda. Amesema wanawake na wanatoto ndio walioathirika zaidi, na kwa sasa wamelazimika kulala ndani ya shule wakiwa wazi kwa mvua na baridi kali. Bwana Habinimana ametoa wito kwa mashirika ya misaada na watu wenye nia njema kuingilia kati haraka ili kutoa msaada wa vyakula pamoja na vifaa visivyo vya chakula ili kupunguza mateso ya wakimbizi hawa. Ni vyema kukumbusha kwamba wilaya ya Masisi imekuwa katika hali tete ya kiusalama kwa muda mrefu kutokana na mapigano ya mara kwa mara kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa nyingine ya kusikitisha inatufikia kutoka mkoa wa Kivu Kaskazini, hususan katika mji wa Kiwanja ulioko wilaya ya Ruchuru. Hali ya wasiwasi imekiri kwani wakazi wanalala na hofu kubwa kutokana na vitendo vya ukatili vinavyofanywa na watu wenye silaha. Kwa mujibu wa malalamiko ya wananchi walioitoa jana Jumatano kupitia ripoti ya Radio Okapi, watu hao wasiojulikana hubeba silaha na kuwatishia raia usiku wa manane. Wanasimamisha yeyote anayekutanana naye barabarani, kumnyang'anya simu, pesa na mali zingine. Wengine hufika hadi majumbani mwa watu wakiwa na bunduki na kulazimisha familia kukabidhi chochote wanachokitaka. Mashuhuda wamesimulia tukio la kusitisha lililotokea usiku wa Jumatatu kuamkia Jumanne katika mtaa wa Butarande, kitongoji cha Abattoir. Hapo majambazi waliingia kwa nguvu ndani ya nyumba moja, na baada ya baba wa familia hilo kujaribu kupinga uhalifu huo, walipigwa risasi na kufariki papo hapo mbele ya familia yake. Wakazi wanasema visa vya aina hii vimekuwa vya kawaida Kiwanja, na mara nyingine kukumbana uambatana na uporaji wa maduka na biashara. Vyanzo vya eneo hilo vinakumbusha kwamba hali ya uhalifu imekuwa ya mara kwa mara tangu mji ukaliwe na wapiganaji wa waasi wa M23. Hadi sasa kuna hatua kubwa za kiusalama zinazochukuliwa, na hivyo wakazi wanaendelea kuishi kwa hofu kila siku. Taarifa mpya zinasema kuwa waasi wa M23 wamemuua dereva mmoja wa bodaboda katika kijiji cha Kashebere kilichopo ndani ya kundi ya Luberiki, wilaya ya Walikale. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, tukio hilo litokea Jumanne tarehe 16 Septemba. Inadaiwa kwamba dereva huyo aliyekuwa anatokea Walikale kuelekea mjini Goma siku ya Jumatatu alikamatwa na waasi katika barabara ya Kashebere. Baada ya hapo walimpeleka kokoroni ndani ya kambi ya
hao. Mashuhuda wanasema Jumanne asubuhi wapiganaji hao walimtoa kokoroni na kumpeleka karibu na kanisa la Sepake Kashebere, kisha wakampiga risasi na kumuua kikatili. Baada ya mauaji hayo, mwili wa marehemu uliingizwa kwenye gari na kupelekwa kusikojulikana. Sababu ya mauaji bado haijafahamika. Tukio hili limezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo la Kashebere. Wanasema huu ni uuaji wa pili kwa wadereva wa bodaboda kutoka kwa mitindo huo. Katika kisa cha mwanzo, mwili wa dereva mwingine pia ulipelekwa kusikojulikana. Vyama vya bodaboda katika wilaya Walikale vimeeleza wasiwasi wao mkubwa juu ya usalama wa wanachama wao wanaosafiri katika barabara ya Walikale Goma, wakisema maisha yao yako hatarini kila siku. Taarifa kutoka kwa waasi wa M23 wameanzisha tena matangazo ya redio katika eneo la Kipese lilioko wilayani Lubero. Redio inajulikana kama Radio Television Communautaire de Kipese na inatangaza kupitia masafa ya 92.0 FM. Kwa mujibu wa wachunguzi wa eneo hilo, redio hii iliyowekwa juu ya vilima vya Kipese imewekwa kwa lengo la kuimarisha ushawishi wa waasi hao na kusambaza ujumbe unaounga mkono itikadi zao. Pia inalenga kudhibiti taarifa zinazowafikia wakaazi wa maeneo jirani. Inakumbukwa kwamba tangu mwezi Agosti uongozi wa M23 uliunda timu maalumu kwa kushirikiana na baadhi ya viongozi wa mitaa ambayo ilikusanya kodi kwa lazima kutoka kwa wananchi ili kufanikisha uanzishaji wa kituo hicho. Wengi wanasema walazimika kulipa kwa hofu ya kulipizwa kisasi na waasi hao. Hata hivyo, kwa sasa vyanzo kutoka Kipese vinasema redio hiyo bado haina vipindi rasmi na inachorushwa hewani kwa sasa ni muziki pekee. Ni muhimu kukumbuka kwamba kituo hicho kilishawahi kuharibiwa mwezi Februari mwaka huu wakati wa mapigano makali kati ya jeshi la taifa na wapiganaji wa wazalendo na waasi wa M23. Taarifa kutoka kwa waasi wa M23 wameanzisha tena matangazo ya redio katika eneo la Kipese lilioko wilayani Lubero. Redio inajulikana kama Radio Television Communautaire de Kipese na inatangaza kupitia masafa ya 92.0 FM. Kwa mujibu wa wachunguzi wa eneo hilo, redio hii iliyowekwa juu ya vilima vya Kipese imewekwa kwa lengo la kuimarisha ushawishi wa waasi hao na kusambaza ujumbe unaounga mkono itikadi zao. Pia inalenga kudhibiti taarifa zinazowafikia wakaazi wa maeneo jirani. Inakumbukwa kwamba tangu mwezi Agosti uongozi wa M23 uliunda timu maalumu kwa kushirikiana na baadhi ya viongozi wa mitaa ambayo ilikusanya kodi kwa lazima kutoka kwa wananchi ili kufanikisha uanzishaji wa kituo hicho. Wengi wanasema walazimika kulipa kwa hofu ya kulipizwa kisasi na waasi hao. Hata hivyo, kwa sasa vyanzo kutoka Kipese vinasema redio hiyo bado haina vipindi rasmi na inachorushwa hewani kwa sasa ni muziki pekee. Ni muhimu kukumbuka kwamba kituo hicho kilishawahi kuharibiwa mwezi Februari mwaka huu wakati wa mapigano makali kati ya jeshi la taifa na wapiganaji wa wazalendo na waasi wa M23. Taarifa za kusikitisha zinatufikia tena kutoka wilaya ya Walikale mkoa wa Kivu Kaskazini, ambako hali ya hofu imetanda katika eneo la Kateku kundi la Ikobo. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, Jumanne ya tarehe 16 Septemba, waasi wa M23 walimuua kijana mmoja shambani kwake katika kijiji cha Mukii karibu na Kateku. Inadaiwa kwamba waasi hao walikuwa wakitoka Buulesa kuelekea Kateku. Walimshtumu marehemu kwamba alikuwa mshirika wa Maimai na kisha wakampiga risasi papo hapo. Mauaji yamesababisha hofu kubwa miongoni mwa wakaazi. Mashuhuda wanasema tangu siku hiyo ya Jumanne wakaazi wengi hawakutoka majumbani mwao huku wakihofia kusogea mashambani kwa hofu ya kuchukuliwa kimakosa kama wapiganaji wa wazalendo. Hii inazidi kuathiri maisha ya watu, kwani kilimo ndicho tegemeo kuu la kiuchumi kwa familia nyingi katika eneo hilo. Aidha, usiku wa kuamkia Jumanne, waasi hao walimpiga risasi mkazi mwingine huko Buleusa, makao makuu ya kundi la Ikobo, baada ya mtu huyo kukataa kubeba risasi walizotaka zibebwe kwa lazima. Kwa sasa hali ya taharuki inaendelea kutanda, huku wananchi wakihofia maisha yao ya kukosa uhakika juu ya usalama wao wa kila siku.
Kutoka mkoa wa Kivu Kusini, taarifa mpya zinaeleza kwamba wavuvi wa eneo la kisiwa cha Ubwari katika sekta Mtambala, wilaya ya Fizi, wamepoteza vifaa muhimu vya uvuvi baada ya kushambuliwa na watu wenye silaha wasiojulikana. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa asisi za kiraia za Mtambala, Emedi Kaongo, tukio hilo litokea usiku wa kuamkia Jumatano, ambapo majambazi waliingia kwa ghafla na kuiba mali ya wavuvi waliokuwa wakifanya shughuli zao kwenye ziwa Tanganyika. Taarifa zilizokusanywa zinaonyesha kwamba wizi huo ulijumuisha injini 4 za boti, betri, paneli za sola pamoja na kiasi cha fedha ambacho hakikutajwa. Vifaa hivyo vimeelezwa kuwa tegemeo kubwa kwa maisha ya kila siku kwa wavuvi na familia zao. Mwenyekiti huyo wa asisi za kiraia amelahani vikali tukio hilo, akisema limewaacha wavuvi katika hali ngumu sana, kwani mali hiyo ndiyo msingi wa kipato cha ustawi wao wa kiuchumi. Amesisitiza pia wito kwa vyombo vya usalama kuongeza jitihada za kulinda wananchi na mali zao, hasa katika kipindi hichi ambacho makundi yenye silaha yanaendelea kuuzagaa katika maeneo ya Fizi. Asasi za kiraia zimetaka serikali kuimarisha doria katika maji ya ziwa Tanganyika ambayo mara nyingi hutumika kwa wahalifu njia ya kutoroka, na pia kuongeza ulinzi wa maeneo ya uvuvi ambayo ni nyeti kiuchumi kwa jamii za Mtambala. Habari ya kusikitisha imetufikia hivi punde kutoka uko Luputa, mkoa wa Olomami. Msichana mmoja aliyetambulika kama Lionel Mutombo, misionari wa kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa siku za mwisho, amefariki dunia kwa ghafla dakika chache tu baada ya sherehe ya harusi yake Jumapili tarehe 14 Septemba. Kwa mujibu wa mashuhuda, Lionel Mutombo aliyejulikana pia kama Demito na wake mpya walikuwa wametoka kwenye eneo la sherehe wakiwa kwenye jeep, wakiwa na msafara wa bodaboda kuelekea makazi yao. Hapo ndipo tukio lisilotarajiwa lilitokea na kusababisha kifo chake cha ghafla, jambo lilowachanganya na kuwatia huzuni wakaazi na jamii ya kanisa. Lionel Mutombo alihudumu kama misionari Accra, Ghana, na aliheshimiwa sana kwa juhudi zake za kielimu na kujitolea kwake katika kazi za kanisa. Kifo chake kimesababisha mshtuko mkubwa, sio tu kwa familia yake, bali pia kwa marafiki na wanachama wa kanisa lake. Mamlaka za eneo hilo tayari zimeanzisha uchunguzi ili kubaini hali halisi ya kifo chake. Kwa upande mwingine, jamii ya Luputa inakusanyika kuunga mkono wake na familia katika kipindi hiki kigumu. Na tujirekeze huko mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika kikao cha bunge cha Jumatano tarehe 17 Septemba kilichoongozwa na makamu wa rais wa kwanza Jean-Claude Chilumbai, kulishuhudiwa vurugu na hisia kali miongoni mwa wabunge kutokana na hatua za kupitisha mapetensheni dhidi ya baadhi ya wajumbe wa ofisi ya bunge, ikiwa ni pamoja na rais wa bunge Vital Kamerhe. Wakati wa kikao hicho, mbunge Justin Bitakwira aliyewakilisha Uvira alitumia usemi mkali wa kuonyesha hali ya wananchi, akieleza mateso yanayopitiwa na watu mashariki mwa nchi. Akieleza mauaji na mashambulizi yaliyowakumba raia, alisema, wananchi wanatuangalia, wanaona kwamba sisi hatuwezi kufikiri kwa busara. Hata hivyo, hotuba yake ilikatizwa na vema kuwasilishwa kutokana na kelele na hasira zilizotokea ndani ya bunge, na mwisho aliagizwa kutoa baadhi ya maneno yake. Justin Bitakwira aliendelea kutumia mfano wa nyumba inayowaka moto kueleza hali ya mashariki mwa DRC, jambo lilochochea hisia kali miongoni mwa wabunge wenzake ambao walitaka kikao kirejee kwenye mada kuu ya siku hiyo na mapetisheni ya kuishia kumchukua Bitakwira microphone. Tukio hilo linajiri katika mchakato wa kupitisha mapetisheni dhidi ya wajumbe 5 kati ya 7 wa ofisi ya bunge, ambapo Christophe Mboso na Jean-Claude Chilumbai ndio alibaki bila hatua za mapetisheni kwa sasa. Kwa mujibu wa kanuni, tumeunda kamati maalumu kuchunguza masuala yote ili kuchukua hatua zinazohitajika ambazo zinaweza kupelekea kuondolewa baadhi ya wajumbe ofisini. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois et que je dois à tous les bureaux présents ou absents, je viens du front
et le peuple se pose la question si nous sommes dans une république démocratique du Congo normale, où une ou plusieurs parties de ces grandes villes sont occupées. Et quand ces peuples nous regardent, ils pensent qu'on a en face de lui des inconscients. Honorable Bitakwira, s'il vous plaît. Honorable Bitakwira. Ouais. Je peux... Non, s'il vous plaît, honorable Bitakwira, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voudrais souligner quelque chose, cher honorable. S'il vous plaît, lorsque vous demanderez la parole, pour passer ici, il est aussi potable que vous restiez dans le débat. Et même lorsque vous avez un commentaire à faire, il est aussi respectueux que vous respectiez cette auguste assemblée. Je vous prie donc de bien daigner retirer ce propos qui semble blesser l'assemblée. Honorable Président, pour raison de sagesse africaine et congolaise, je retire. Merci beaucoup. Mais je resterai pertinent. Merci beaucoup. Allez-y. Je retire, mais je resterai pertinent. Waziri wa sheria Guillaume Ngefa amethibitisha kwamba jamii ya kisheria ya Kongo ina mamlaka kamili ya kuchunguza na kushtaki uhalifu unaotokea ndani ya mipaka ya taifa, ikiwemo yale yaliyofanywa na wanajeshi wa Rwanda. Akizungumza na waandishi wa habari pamoja na waziri wa mawasiliano wa vyombo vya habari Patrick Muyaya, Ngefa alisema, tuna mamlaka ya kiutawala na kisheria ya kufungua uchunguzi juu ya uhalifu wowote uliofanywa na vikosi vya Rwanda hapa nchini. Uhalifu umethibitishwa na jukumu la vikosi hivyo limebainika. Waziri Ngefa pia alisisitiza umuhimu wa kupambana na ufisadi, akieleza kuwa ni kipaumbele cha kwanza katika jitihada za mageuzi ya sekta ya sheria. Ameongeza kwamba kushughulikia ufisadi kutatekelezwa na kushirikiana na baraza kuu la mahakama. Aidha, waziri alibainisha changamoto nyingi zinazokabili mfumo wa sheria nchini, ikiwemo uhuru wa mahakama, upungufu wa miundombinu, ukosefu wa idadi ya majaji na hali duni za gereza. Alisema jamii inaona mfumo wa haki kama usio huru, uliokiriwa na ufisadi na ukosefu wa rasilimali za kutosha. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikisisitiza mageuzi makubwa katika sekta ya sheria, hasa katika muktaba wa hali tete ya usalama mashariki mwa nchi, ambapo makundi ya silaha na vikosi vya kigeni vinaendelea kuwepo. Ninawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Kapi popote mnapotusikiliza. Asubuhi njema na karibu kwa taarifa yetu. Bunge la Taifa limepitisha na kukubali kuanzishwa kwa kamati maalum na ya muda iliyopewa jukumu la kuchunguza maombi ya kutaka kuwafuta kazi wajumbe 5 wa ofisi ya bunge, akiwemo Rais Kamere. Haya yalifanyika wakati wa kikao cha Jumatano mjini Kinshasa kilichoongozwa naye Isaac Jean-Claude Chilumba, makamu wa kwanza wa bunge. Pale Bulape, eneo la Mweka katika jimbo la Kasai, wagonjwa wawili wa kwanza kupata ugonjwa wa Ebola walionekana kupona na waliondoka hospitalini Jumanne na kurudia nyumbani baada ya matibabu ya siku chache. Vile vile shughuli za kugawanya chanjo dhidi ya Ebola zaendelea.
Mjini Goma, wakaji wa kata Lac Vert wanasema kuishi katika uchungu kutokana na kuongezeka kwa usalama mdogo. Watu wenye silaha za moto huingia na kuiba katika makazi ya wakaji. Hali hii inaleta woga na hasira kwa wakaji ambao wanawapiga watu wanaoshakiwa ubandia. Karibu tena na asubuhi njema kwa wote. Tufungue taarifa hii na habari ya siasa. Bunge la Taifa limepitisha na kukubali kuanzishwa kwa kamati maalum na ya muda iliyopewa jukumu la kuchunguza maombi ya kutaka kuwafuta kazi wajumbe 5 wa ofisi hiyo, akiwemo presidenti wa bunge Vital Kamerhe. Haya yalifanyika wakati wa kikao cha Jumatano mjini Kinshasa kilichoongozwa na makamu wa kwanza wa bunge Isaac Jean-Claude Chilumbai ambaye hausiki katika mpango huu wa bunge. Kamati hii inayoundwa na mjumbe kutoka kila kundi la bunge ina saa 72 za kuwasilisha ripoti yake kwenye kikao cha mashauriano. Itawasikiliza kila wajumbe wa ofisi husika pamoja na waombaji wanaoshutumu ubadhirifu wa vikao vya chini vya bunge. Hata hivyo, mashirika ya kiraia yanatoa mwito kwa wanabunge kuwa na malengo na kutanguliza hitaji za wakaaji kabla ya maslahi yao binafsi. Kuhusu habari za afya, habari njema katika eneo la afya la Bulape katika eneo la Mweka jimboni Kasai. Manusura wawili wa kwanza kupata ugonjwa wa Ebola wanaonekana kuponywa kikamilifu na waliondoka hospitalini kuu ya Bulape hapo Jumanne na kurejea nyumbani kwao baada ya matibabu ya siku chache. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kitaifa ya afya na umma alitangaza habari hii kwenye Radio Kapi. Daktari Dieudonné Mwamba alidokeza kuwa kesi 16 zilizothibitishwa zinaendelea kupokea matibabu na kwamba hadi sasa zaidi ya watu 500 tayari wamechanjwa tangu kuzinduliwa kwa kampeni ya chanjo Jumapili iliyopita Septemba tarehe 14. Taarifa iliyotayarishwa na Alain Irung yatafsiriwa na Florence Kizalunga. Jamii yenye furaha inakaribisha kutoka kwa wanawake hawa wawili walioponywa. Mmoja wao muuguzi anashuhudia, nimemnukuu: kwa jamii nzima nilitaka kuwaambia kuwa ugonjwa upo. Mimi ni mtu wa kwanza niliyeshikwa na ugonjwa huu kwa sababu mimi ni mfanyakazi katika kituo hiki. Mimi hufanya kazi ya kuzalisha, lakini nilipata ugonjwa huu. Siwezi kujificha, nilienda haraka iwezekanavyo hospitalini kwa utunzaji. Lakini ni nini hatua za kuzuia dhidi ya virusi vya Ebola? Daktari Dieudonné Mwamba wa taasisi ya kitaifa ya afya ya umma anaeleza kuwa inaomba kuepuka kumguza mgonjwa ambaye anawasilisha ishara za Ebola: homa kubwa, maumivu ya kichwa, maumivu chefu-chefu, kutapika na kuhara ambayo inaweza kuguswa na damu. Epuka kuguza maji ya mwili ya mgonjwa wa Ebola. Epuka kuguza mavazi na vitu ya mtu anayeshikwa na magonjwa ya Ebola. Habari nyingine njema ni kwa walimu wa Kongo ya Kati na familia zao. Wataweza kunufuika na huduma bora za afya katika vituo maalum vya afya. Maendeleo haya yanawezekana kutokana na uzinduzi hapo jana Jumanne huko Matadi wa mpango wa bima ya afya kwa walimu wa Wizara ya Elimu msingi na sekondari na ya kiufundi. Uzinduzi huo rasmi ulifanyika na waziri wa elimu wa Kongo ya Kati mbele ya Marie Faustine Beloko, mkurugenzi wa kituo hiki. Taarifa yake na Naplerish Mambu yatafsiriwa na Jean Désiré Kanyama. Ni walimu karibu 18,000 wa jimbo la Kongo Central ndio watafaidishwa na matunzo kupitia mfumo wa mchango wao. Wengi miongoni mwao wana matatizo ya matunzo ya haraka na hivi sasa wanapata jibu kutokana na kiasi cha pato yao. Kwa hiyo shirikisho la afya la wizara ya EPST lilisahihi makubaliano na vituo vitatu vya afya vya Matadi, ikiwa hospitali ya jimbo ya Kinkanda, hospitali kuu ya Kiamvu na Litoi Center. Hospitali hizo tatu zilichaguliwa kisha uchunguzi wa mashirika yenye kutetea walimu, jambo inaofurahisha waliofaidishwa, sawa vile Godefroid Matondo, kiongozi wa muungano wa watetezi wa walimu. Ametamka ya kwamba sisi wote tunafurahishwa na mradi huo
na ni ya muhimu kuonesha lazima yake. Tunajelekeza upande wa Ituri, tuzungumze juu ya jambo kuhusu utumiaji kwa wingi wa nywele za kuongeza za wanawake kama vile wigs, yaani mesh, na matokeo yake kwa afya. Katika jiji la Bunia, wigi hizi pamoja na aina zingine za nywele zinazojulikana vinaonekana kila mahali, sokoni, katika saluni za nywele, kwenye maduka na kwenye mtandao ya kijamii. Kwa wanawake wamoja ni swala la mtindo na wengine wanawaza kama ni kulinda nywele zao, lakini inaweza kuwa na matokeo gani kwa muda mrefu ya kuvaa mara kwa mara nywele hizi zilizotengenezwa? Tufate maelezo mengi katika ripoti hii ya Jean-Claude Lokidile akitafsiriwa na Kiza Byamungu. Tulikutana na baadhi ya wasichana na wanawake wadogo ili kujifunza kuhusu uzoefu wao. Rite Memasi uvaa vivutio mara kwa mara, anasema wakati alikuwa kwa chuo kikuu alikuwa anakosa wakati ya kusuka nywele yake, kwa hiyo anapendelea sana vivutio hizi. Na kwa wengine ni jambo la kuaminiwa, kama vile Mumtanze Famim mwenye umri wa miaka 17 ambaye atumia vivutio suka nywele zake. Kwake ni unyanyasi ambao sio sahihi. Wataalamu wa afya wanaonya wateja wao kuhusu hatari ya uchafuzi kutoka kwa kemikali na hasa kutoka kwa vifaa vinavyotumikishwa ikiwa haziko vizuri kwa afya. Lakini analomba kuwa na uangalifu, sio bidhaa zote zilizoingizwa kutoka nje ya nchi zinafaa kuwekwa kichwani. Anashauri hivi Dr. Tripati Sindani, daktari wa ngozi. Ili kufurahia mtindo wakati wa kulinda nywele zako, anasema dokta anapashwa kushauriwa na mataalamu kwa ishara ndogo ya asira. Nikiripoti kutoka Bunyami, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi. Kama vile tulivyojulisha hapo mbele, mjini Goma, wakazi wa kitongoji cha Lac Vert katika wilaya ya Goma wanasema wanaishi kwa uchungu kufuatia kuongezeka kwa ujambazi. Watu binafsi kwa kawaida wakiwa na silaha za moto mara kwa mara huingia katika makazi ya binafsi na kuiba. Ongezeko hili la ukosefu wa usalama ndio chanzo cha woga miongoni mwa wakazi ambao hawachelewi kumpiga mtu yeyote anayeshaki kama bandia. Mkuu wa mtaa wa Lac Vert anatoa mwito kwa wakaaji na maafisa pia makada wa makata kuwa waangalifu na kuripoti visa vyovyote visivyo vya kawaida. Upande mwingine, huko Kisangani, waasiriwa wa vita katika mkoa wa Chopo wanasubiri kuanzishwa tena kwa shughuli za shirika Afrivao, mfuko wa malipo ya waasiriwa wa vita na ghasia ya Uganda nchini Kongo. Kauli hii ilitolewa jana kwenye uwanja wa mashahidi wakati wa ripoti ya kamati ya mgogoro kuhusu majadiliano ambayo kamati hiyo ilikuwa na mwanasheria mkuu wa mahakama ya Cassation mwishoni mwa wiki iliyopita pale Kisangani. Kwa mjibu wa kiongozi wao Jean Kalegamire, mapendekezo yalitolewa na kuandaliwa kwa kiongozi yule wa sheria wakati wa majadiliano hayo. Tunajelekeza sasa upande wa Mbandaka. Walimu 114 na wafanyakazi wa ukaguzi hivi karibuni walikamilisha mafunzo ya siku 8 ya mtaala mpya wa ufundishaji uliorekebishwa katika jimbo la elimu la Equateur ya kwanza. Mpango huu unahusisha programu ya miaka 3 baada ya sekondari ili kufunza vyema walimu wa shule za msingi wenye uzoefu. Mafunzo hayo yametolewa na wataalamu kutoka Wizara ya Elimu ya Taifa. Hii ilifanyika kwa ushirikiano wa UNESCO ambayo ilitekeleza mradi huo kwa ufadhili wa Global Partnership for Education kupitia shirika la maendeleo la Ufaransa AFD. Jacques Mukonkole ana maelezo mengi. Kujaribu mpango huu mpya wa kibinadamu kilichoboreshwa kimefanyika kupitia ufunguzi wa chumba cha shule ya msingi Bakusu. Ni katika shule hili ambapo wanafunzi wengi waliokusudiwa mpango huu mpya
walipokelewa ili kujifunza, anasema Pierre Mukendi, mmoja wa waelimishaji wa UNESCO. Kwa mujibu wa washariki, faida ya mpango huu mpya ni kumfanya mwanafunzi kuwa na uwezo zaidi katika maisha ya kila siku baada ya kumaliza masomo yao ya shule ya msingi na sekondari. Kama alivyosema mwalimu huyu, ni muhimu kutambua kwamba Mbandaka shule 8 za msingi na sekondari za umma zimechaguliwa kwa ajili ya awamu ya majaribio ya mpango huu mpya. Kulingana na Alexis Yoka, katibu mkuu wa elimu ya taifa, mji ya Chikapa katika Kasai na Mbazanguku katika Kongo ya Kati pia inahusiwa na mpango huu mpya. Upande mwingine, kukuza uelewa wa huduma za kifedha zinazolenga wajasirimali wanawake ni lengo la kikao cha mafunzo juu ya ujumuishi na elimu ya kifedha kwa wajasirimali wanawake huko Mbujimai. Imeandaliwa na Rao Bank. Katika mpango huu, Rao Bank Ladies Fest, wanawake wajasirimali 50 kutoka Mbujimai wakijifunza mafunzo ya ujumuishi wa elimu ya fedha iliyoandaliwa na Rao Bank Jumatano hii. Wapendwa wasikilizaji, karibu tena kwa kipindi cha pili cha taarifa hii. Radio Okapi, invité en Swahili. Katika eneo la Masisi, karibu watu 1,100 wanahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu katika usultani wa Kamuronza. Wakazi hawa walirejea katika vijiji vyao pale Sake, Kimoka, Katembe, Murambi, Kingi, Malehe na Nzulo miezi 7 iliyopita baada ya kukaa wiki nyingi katika kambi za wakimbizi karibu na Goma. Licha ya kurudi kwao, familia hizi hujikuta katika hali mbaya sana, kukosa kila kitu wanachohitaji ili kuanzilia maisha upya. Ili kuelewa vema hali yao ya sasa, tunamkaribisha mkuu wa usultani wa Kamuronza, Mwami Bauma Bitibu, akijibu kwa maswali ya Rosalie Zawadi. Mwami Bauma, jambo. Jambo sana dada. Mouvement yako ya Kamuronza, wakaaji walirudia kutoka makampi ya wadeplace karibu ya Goma depuis mwezi wa pili. Ni jamaa ngapi wanaikala hapa mouvement leo? Watu ambao wanapatikana ndani ya groupement Kamuronza ni watu 19,410. Alafu wale wote ambao walirudia wanakuwa na shida za maisha, shida binafsi, kwa na shida ya chakula, manyumba zao zilibomolewa, wanakuwa na shida ya maji, wanakuwa na shida ya kila kitu. Na hawa watu wanekala mwa village gani mwa groupement yako? Wanaikala mu village ya Macha, Josake, Kimoka, Katembe, Murambi, Kingi, Malehe na Nzulu. Unasema wanakuwa na shida hapa Kimoka kwenye tunapatikana, tunaona saa vile mwingine nafanana kan ya wadeplace parce batu biko mu mabashi. Juu ya nini balitoka mu makan kule Goma banakuya kwao tena biko mu mabashi? Hao watu wako na shida nyingi sana. Wakati walitoka mu makan walirudia kwa haraka. Alafu wakati walirudia hawakukuwa na lolote la kujisaidia, wakakuya na ile mabashi zao walikuwa nazo mu makan. Ndiyo maana mnaangalia wanakuya kujenga mabashe kila mtu ndani ya parcele yake, kwa sababu wakati walirudia walikuta nyumba zao zote zimebomolewa kwa sababu ya vita. Kama kiongozi wa groupement, mnafanya nini kwa kuwasaidia ili maisha yao ianze tena kama kawaida, wajikute kama vile walikuwa wakiishi mbele ya vita? Kama vile kiongozi wa groupement tunapima kuwahimiza ili kila mtu angalia namna ya kujitegemea kwa kujenga nyumba zao, kwa kulima, kwa sababu wetu wengi hapa ni wakulima, na kama mtu anaweza kupata pesa kidogo anaweza kuchuruza. Na pia tunapima kuhimiza wa partenaire kuona kama wanaweza kusaidia hao watu namna gani, kwa sababu ni watu wanarudia na hawana kitu. Kama wakiachiliwa antuka maisha itaharibika. Ndio maana unaangalia watoto wengi wamekwisha kugonjwa magonjwa ya bwaki kwa sababu ya kukosa chakula. Hivi tunaomba wa partenaire waweze kuendelea kuwasaidia, waone kama tunaweza kureprendre maisha vizuri. Kungambo moja tunashukuru organization sawa MSF kwa mfano ambayo iliweza kutusaidia, imeweka centre nutritionnel hapa kwetu Sake.
ambayo inasaidia watoto wa malisho mabaya, na CICR ambayo pia imeweza kuintervenir juu ya kuretablir maji kusudi iweze kufika Sake, ingawaja yafika ndani ya makata zote, lakini maji yamekwisha kuanza kufika, na wafadhili wote ambao wameweza kusaidia tunawashukuru, lakini tunaomba pia HCR kama organization ambayo inafuata wa refugee na wakimbizi iweze kuangalia namna kabisa inaweza kusaidia kusudi hao watu waweze kureinsere mu societe vizuri bila matatizo. Na kungambo ya usalama hali ni je kwanza hapa Kimoka na mgrupema mzima? Hali ya usalama ilikuwa mbaya kabisa Ijumaa jana, kwa sababu tulikuwa tunaingiliwa na wajambazi, wanaingia hata nyumba kwa nyumba, wanaiba vitu, wanapora. Lakini pamoja na ile tulikala pamoja na viongozi wa askari tukawaelezea, na wamepanga kuangalia kama wanaweza kufanya ulinzi. Hivi inakuwa siku karibuni 2-3 hatukupata habari za wizi. Mwami Bauma, aksanti. Asante. Radio Kapi, dossier en Swahili. Wizara ya uchukuzi na barabara mkoa inataka kupunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya ajali za barabarani kwenye barabara za umma. Wiki iliyopita, kwa ushirikiano na Tume ya Taifa ya Usalama Barabarani, ilizindua mpango wa kutoa mafunzo upya kwa madereva wa magari. Kusitishwa kwa miezi 3 kunatolewa kwa madereva wote wa pikipiki na magari ili kuzingatia utoaji huu wa udhibiti. Je, ni mantiki gani ya kuandaa programu hii kutoa mafunzo upya? Lengo lake ni nini? Tusikilize basi ripoti yake Jacques Mukonkole. Kwa waziri wa mkoa anayehusika na usafiri na njia za mawasiliano Gisle Mogenya Baraka, madereva wengi wa magari ya mitaani hawakidhi masharti yanayoathiriwa ili kuendesha kazi lao barabarani. Ya kwanza ni kwa sababu maaksida inafanyika mingi katika vile yetu ya Kisangani. Maaksida hizi inaacha watu wengine wanakuwa vilema, watu wengine wamefariki, watu wengine wana miguu, na ndio maana tulisema ya kwamba kuwaadibisha watu wote ambao wanaotembeza gari na pikipiki ni ya lazima katika province yetu ya Chopo. Mjini Kisangani, baadhi wanaona kwamba mafunzo haya yanahusiana hasa na madereva wa pikipiki za teksi. Hali siyo hivyo. Madereva wote wa magari ya mitaani, wawe ni madereva wa teksi au la upekee, wanapaswa kufuata mafunzo haya ambayo ni ya lazima, kama inavyosisitizwa na koordonato wa mkoa wa Saint-Pierre Jasmin Ofuka Lokomba. Sasa kama mtu anayua deja code de la route kukichwa, nadhani baaksida haitakuwa tena hivi. Tuko na sistema siku hii. Baadhi ya madereva wa teksi wanaona mafunzo haya kuwa ya muhimu kwa sababu kwao yanaweza kusaidia kupunguza ajali za barabarani. Mtembeza pikipiki mwenyewe alifundishiwa vizuri, hataweza provoke majali balabalani, paske ye eko na notion ya namuna gani mutu anaweza kujikomporte wakati eko barabarani, namuna gani mutu anaweza kurespekte masinyo routier. Vraiment iko ya muhimu sana. Kwa upande mwingine, watu wengine wanashaka kuhusu kufikiwa kwa malengo yaliyopewa mafunzo haya kutokana na idadi kubwa ya madereva wa pikipiki katika jiji la Kisangani. Mimi siwazi sana kama organisation ya recyclage hii inapasha kusaidia, paske bataximene biko mingi sana, na siwazi kama bale bote batafata ile formation, na bataximene benye banajikomportaka tu bizarrement. Sasa batu benye banajitokea kama wapi? Hata hivyo, ikiwa kila mmoja angejishughulisha na kuheshimiwa kwa kanuni za barabara, kungekuwa ajali chache barabarani. Ni kupitia taarifa hizo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya Alhamisi tarehe 18 Septemba mwaka 2025. Na ulikuwa ukisikiliza ni Kivu News and Fox, machako pekee cha habari na burudani kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla ya kuondoka tunakusihi kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Na kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, basi acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News and Fox kama kisima chako
pekee cha habari na burudani kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nia na mazumuni yetu na kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi usisite kutuandikia kwenye namba zetu za WhatsApp ambazo unaendelea kuziona hapo kwenye picha, na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kiwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Sina la ziada, basi acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwa ambao walikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa taarifa zetu hizi za asubuhi ya leo ya Alhamisi ya tarehe 18 za mwezi wa Kenda mwaka 2025. Na ni Kivu News Info, kisima chako pekee cha habari na burudani kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi acha nikutakie mchana mwema na asubuhi njema, na huenda tukutanane tena kwenye taarifa zetu zingine za baadaye.